kimaridadi kabisa. Wimbo wao kwaya Mtakatifu Petro Ngara Mtoni kutoka kule Tanzania. Wimbo ambao unatufungulia mazungumzo haya ambayo tunaenda kuyaanza hivi sasa. Ni saa 11 na dakika 10. Naomba uwe part of this discussion, fuatilia haya mazungumzo. Siko peke yangu, ninaye Padre Makau Nicholas ambaye amefika, atajitambulisha kisha tuanze mazungumzo yetu. Padre. Asante, kwa majina ni Padre Nicholas Makau. Mimi ni missionary wa Consolata na nashukuru kupata nafasi kuja kituoni ya Radio Waumini ili kwa moja au nyingine tuweze kuzungumza na wafuasi wa radio hii ya kanisa letu. Naam. Asante sana Padre, karibu sana Radio Waumini. So Padre, tumeanza wiki ya kuombea umoja wa Kristo. Ni wiki ambayo tumeitwa tuweze kukusanyika pamoja. Labda unaweza kutueleza kuhusu wiki hii, ni wiki ya aina gani? Kwa njia fupi, wiki hii ni wiki ambao ilianza kitambo zamani sana, miaka mingi tu iliyopita. Na kila mwaka kunakuwa na mada kuanzia 1968 wakati wa kwanza, wakati tu baada ya miaka michache mkutano wa Vatican wa pili ulipokwisha, kwa sababu katika mazungumzo ilionekana ni kama wafuasi wa Kristo wametengana. Kwa hivyo hasa katika kanisa Katoliki, pamoja na kuzungumza na wale wengine kwa hamazishana, walianza kuona nia ya kuwa hata pamoja na wako sehemu mbalimbali wanaenda kuabudu mahali tofauti tofauti, lakini wasipoteze kitu cha msingi sana ambacho ni umoja wao. Wamezaliwa katika njia moja, ni familia moja, basi hata katika kuwa mbali na yule mwingine, lakini wasahau kitu cha msingi na cha maana ambao ni umoja. Na Kristo katika safari yake yote alihamazisha umoja huu. Umoja wa watu, umoja wa mataifa, na zaidi sasa umoja katika njia ya ibada, kuamini na imani, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa imani hiyo. Alright, umesema kwamba kila mwaka kuna mada, kuna kauli mbiu. Huu mwaka wa 2026 mada yake, kauli mbiu yake ni gani? Mwaka huu wa 2026 kauli mbiu yake ni mwili mmoja na roho ni moja, kama vile mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Na limetokana na mwito wa Mtakatifu Paulo ambaye katika Ephesians wa Efeso aliweza kuandika kuhamasisha watu kama njia moja ya catechesis, ili awaweze kuwafunza wakumbuke kwamba katika mwito wao, ule mwito wa ubatizo wao, wamekuwa sio wawili tena, ni mwili mmoja ambaye ni Kristo. Na katika msingi huo ndio sasa mada ya mwaka huu inaanza, ili itufunze, itukumbushe tu kwamba tunaelewa katekismu yetu. Madhehebu haya yote tuliobatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu katika jina la Kristo mfano wake, basi ni ule umoja. Na basi nasi tunaitwa tuishi umoja huo katika mambo yote, katika njia zetu za kuongesha zetu za kuabudu, ili kusiwe na chochote ambacho tunaweza kutengana, kinaweza kuleta chuki au kinaweza kuleta dharau, kinaweza kuleta kwamba huyu abudu vizuri, huyu njia zake zio za kimungu. Lakini umoja huo, na nasema inaanza na kwamba tumebatizwa wote na katika mwili mmoja na roho moja ambayo ni Kristo mwenyewe. Kwa hivyo wale wanaomfuata Kristo, wale wanaosema sisi ni wafuasi wake, hakuna nafasi ya kutengana, hakuna nafasi ya kujihizi uko nyuma ya yule mwingine au kudharau ibada ya yule mwingine, lakini kuangalia unaweza kumsaidia katika njia gani ibada yake ikamilike, jinsi anavyotambua, jinsi anavyojipeleka mbele ya Mungu liweze kuwa amekamilika. Kwa sababu wote hasa nia na njia ni tunatafuta utakatifu. Na yule ambaye ni mfuasi wa Kristo alituambia wote nataka wawe waadilifu kama nilivyo mwadilifu, au katika wale niliopatiwa na Baba hakuna mmoja nitakayempoteza. Na katika nia hii wakati waandalizi wa mwaka huu na wakiwa na kauli mbiu hii ama mada hii, waliona walitumie njia hiyo ili kila mara tunapoenda katika ibada zetu
wanapohubiri, wanavyotunga nyimbo, wanavyofanya chochote kile kwa jina la Kristo, wajue kwamba hatuna utofauti na haifai kuwa utofauti wowote ule. Naam. Umesema kwamba, na ni vizuri labda hapa msikilizaji, hatutaki kuassume kwamba msikilizaji anaelewa tunaposema kuhusu umoja. Labda ni vema padri uweze kufafanua huu umoja wa Wakristo ni Wakristo wa gani? Pengine kuna yule ambaye anasema, mimi ni wa parokia hii, so tumeambiwa tuwe na umoja na parokia ya Narok, parokia ya kanisa Katoliki ya Mombasa. Ni umoja wa kina nani? Ni kweli, asante kwa swali hilo. Naam. Tunapozungumzia umoja, hapa sio ule umoja kusema tunafikiri sawa sawa wote. Tunafanya kitu kimoja sawa sawa wote. Tunakaa mahali pamoja sawa sawa wote. Hapana. Umoja hapa ni ili kusiwe na utengano. Ninaweza kuwa nina njia zangu za kujitambulisha, njia zangu za kuendeleza ibada yangu, lakini katika njia hizo za kuendeleza ibada yangu isiwe inamtenga mwingine. Na pia ni vizuri ieleweke kwamba tunaposema umoja wa Kristo, tunazungumzia umoja wa madhehebu. Na madhehebu hapa tunaangalia sana yale wa Kristo. Ili kwanza tutengeneze nyumba yetu kama wa Kristo, tuweze sasa kutoka kufikia wale wengine. Mwaka uliopita, miaka iliyopita, tulionyeshwa njia hiyo, be one like I and your father are one, ili uangalie Kristo wa kanisa lingine kama anavyofanya ibada kamilifu. Lakini pia katika hiyo uweze kuona unaweza kumsaidia bila kudharau ibada yake ili yake iweze kukamilika. Na kweli katika mafundisho yetu hasa sisi wa Katoliki tunaambiwa hakuna mtu amekamilika kwamba hahitaji kusaidika kutoka nje. Kila mmoja anaweza kusaidika. Na kwamba hata madhehebu yale mengine tunaona ni madogo, ni ya njuzi. Kuna wale katika nia njema wanatafuta Kristo. Na kwa hivyo wao wanaweza kutufunza. Tunaweza kuangalia na kuona njia moja au nyingine ambapo ibada yetu mbele ya Mwenyezi Mungu linaweza kupendeza. Kwa hivyo umoja hapo ieleweke kwamba ni kuhamasishana ili tuwe mbali, tunafanya ibada katika kanisa kama jina lingine, jina ile, lakini hasa wote tunajua chanzo, kiini chetu ni Kristo. Basi hawezi kuwa na uhasama katikati, hawezi kuwa na fitina katikati, hawezi kuwa na dharau, hawezi kusema huyu yake yamfikii Mungu. Kama mara kwa mara unasikia watu wakitaniana, basi inaweza kuwa ibaki wa utani, lakini hasa katika roho iweze kuomba tunatambuana. Naam. Tunaishi katika dunia ya mgawanyiko mkubwa sana, na imekisiwa ama inasemekana ya kwamba Wakristo tumegawanyika, hatuko kimoja. Tukiangalia watu wa imani nyingine vile wanazungumza lugha moja pale, lakini tukifika sisi kama Wakristo, basi tunaishi dunia ambayo inatutenga sana. Na labda yule ambaye anatusikiza padre anaweza kujiuliza, huu umoja umuhimu wake ni upi, kabla hata tuangalie changamoto ambazo zinatutenganisha. Na swala muhimu la maandalizi ya wiki hii ya kuombea umoja wa Kristo, ama niseme tu kwa urahisi ya madhehebu, ni hilo unaloliuliza, umuhimu wake. Na umuhimu wake kwa jumla na kwa kindani ni kwamba tuweze kuwa na nia moja, njia yetu iliweze kuaminika kama ni njia moja. Umeeleza vizuri dunia lililopo sasa, watu wametengana na kuna utengano mkubwa, na hasa ni sio tu katika ukabila, sio katika uchumi, hasa tunaona katika udini. Na kuna wale wamejipanga, wana lugha yao na umoja wao, ama wanajaribu kuingiana, tuseme Waislamu ama madhehebu mengine. Na basi nao Wakristo tunasema, nasi je, tunao msadiki Kristo na aliyeleta wokovu katika njia ya maisha yake mwenyewe. Hapo katikati imetokea nini? Tukasabaratika, tukatawanyika, tukaanza kuongopana. Na basi mafundisho haya ndio basi yanalenga kuturudisha kwa pamoja. Na kweli hata tunavyoangalia mwaka huu, na kila mwaka ni hivyo hivyo, matayarisho ya wiki hii ni matayarisho ambayo inaweza kuonyesha umuhimu huu unatokea wapi. Wale waliopatiwa na World Council of Churches kutayarisha wiki hii, sio kitu waliofanya mwaka uliopita, ni kitu walianza kutayarisha kitambo. Ni kanisa ya Armenia.
Na kanisa hili limepatiwa nafasi, na sio ya Catholic, ni Armenian Church, ili walipitia kipindi kigumu sana ya maisha yao ya kama taifa wakati wa communism regime. Kafika mahali kwamba makanisa yamefungwa, Ukristo umefungwa, formation ya viongozi wa dini umefungwa, na basi wakawa wametengwa. Lakini baada ya muda, na ndio wakati ilianzishwa mafundisho baada ya Vatican, wakaanza kurudisha polepole. Wakati huo makanisa mengine, madhehebu mengine wakaanza kujitokeza to draw not the attention, lakini kujitokeza ili waweze kutafuta njia ya kuabudu, walikuwa wamefungiwa. Na kwa hiyo kanisa lililokuwepo wakati ule Catholic ama Armenian Church, ikawa basi ni kama watu waliona ilikuwa part of the system, wakaongopa, lakini wanataka kuabudu Mungu. Basi wakaanza kuchipuka makanisa tofauti tofauti, tunasema Protestant, na nia yao ni ili kuendelea kumtambua Kristo, ni ili kuendelea kuabudu Mungu, ni ili kuendelea kujitambua kama wafuasi wa Kristo. Basi na wakati huo basi ndio tuna watu wengi walianzisha makanisa yao, wengine wakiwa hawako tayari kujua ama ni nini, mradi tu wanasema hii ni kanisa, hapa ni mahali ambapo tunaweza kuabudu Mungu wetu. Na katika harakati hizo ndio kanisa likaona basi kuna wale tunaanza tukiwa atuangalii nia kuu ama the root. Tunachukua mafundisho mwingine and we build from there, lakini tunataka turudi from the origin, the source. Na the source is Christ himself. Na ndio tunasema mwili mmoja na roho moja. Na roho hapa pia tusiangalie just spirit like spirit. No, he is more the motive. Yeah. Roho isiwe tu ni the spirit, the soul. Is beyond that. Roho moja whereby we are united. We want what you think, what you plan, your inspirations, zote basi we are one. And so the motive ama the umuhimu wake ni ili kurudisha wale ambao kwa njia moja wako pale nje na wanaona hawakuwa tayari, waone kwamba kwamba ni wa zamani, sio ati ni wazuri. Ama kuna kitu tuliacha, tutambue ni kipi, turudi katika ile ibada ya kweli, au labda katika uongozi wetu wa kidini kimakusudi, ama kwa sababu ya tulikuwa tunataka nafasi fulani tuweze kuabudu, tukatambua katika kuwa na kusikiliza na wale wengine, tukarudi katika njia za kweli. Kwa hivyo hiyo ni nia kubwa sana. Na nikiongeza kidogo kabla moja niuliza nyingine, ni kwamba tukiangalia pia kanisa Katoliki limechukua mstari wa mbele sana. Na miaka hii yote tunaona kila mwaka kanisa Katoliki baada ya wiki hii unaleta mada nyingine, kauli mbiu nyingine ya kuendeleza katekism kwa Wakristo wetu. Na mwaka uliopita tulifundishwa synodality kama njia moja ya kuendeleza umoja wa Wakristo, ili katika kila njia, katika kila sekta, hakuna mtu atakayeweza kuachwa ama kusikia ameachwa nyuma, kunjihizi ajuko na wale wengine. Tuhamasishane, lakini kule kuhamasishana pia inabidi tufunzane, ili tu mtu asibebwe kubebwa akiwa hapo katikati ajui kinachoendelea, lakini awe anaelewa anafanya nini, anaelewa jinsi maandiko matakatifu inavyofundisha, sio tu kupitia njuju. Na katika theolojia wengi naona wamekubaliana, makanisa mengi, madhehebu mengi yamekubaliana turudi katika mafundisho ya kweli ya kiini. Na hapo nadhani kuna hatua madhehebu yamechukua. Sasa sio kama zamani pile ulikuwa unaona ni kama wanawekeana mitego, umefundisha nini, niende basi kuna vijana waliambia nikairarue. Katika njia hiyo hatuwezi kuenda kwa pamoja. Na ndio nia kubwa ya mada hii ama kauli mbiu hii iliyokuwa mwaka huu, ili turudi katika source ambayo ni Kristo mwenyewe. Na Paulo anaeleza mambo kadha kila siku, kuna mada yake, kuna reflection, kuna tafakari. Na tafakari hii inatoka katika Ephesians chapter 4 mstari wa kwanza kwenda 13, lakini tuseme wa kwanza mpaka 6. Maneno amba ushauri, wasia wa Paulo kama mmoja wa wale walipitia makubwa na akaona kusabaratika, kutengana,
hatuna mwelekeo. Naam. Ni lazima turudiane Naam. katika jina hilo tu la Kristo mwenyewe. Naam. Basi ukasema kwamba kila siku kuna tafakari yake. Pengine kwa sababu leo ni siku ya pili, unaweza kutueleza, tunaweza anza jana tuone hizi siku 8 ni mambo yepi ambayo tunapaswa kuangazia, tafakari yake ni gani? Basi katika tafakari hizi za kila siku, No. Jana ya kwanza, siku ya kwanza ilikuwa imetoka katika kitabu cha Paulo wa Efeso, mstari wa kwanza tu, sura ya 4 mstari wa kwanza, ambapo alitufunza, kwa hivyo mimi Paulo, na ndio alianza mwenyewe ili tuweze kuelewa wito wake, niliyekuwa mfungwa wa Kristo, na wauliza na wasii tuweze kuwa na mwelekeo kama mwongozo ambao unaambatana na wito wetu, na wito wetu unatokana na ubatizo wetu. Kwa hivyo ni wito katika maisha yetu ambao tulikubali katika ubatizo. Na hapa kila dhehebu lazima liangalie ubatizo wake, kwa sababu wanabatiza katika jina hilo. Kwa hivyo hapo ndio wana wito wao, sio kwa sababu kuna wale sisi katika tunasema tunabatizwa kwa Roho Mtakatifu na maji na mafuta matakatifu, kuna wale wanasema ni maji, kuna wale wanasema ndimi za moto, zozote zile, lakini tuone tunafanya ishara hizo katika njia ya nani? Ya Kristo. Kwa hivyo ni lazima matendo yetu, maisha yetu yaambatane na wito huo ambao ni kwa jina la Kristo. Siku ya leo ambao ni siku ya pili, tunaona inatokana na mstari wa pili wa sura hiyo ya 4 ya Waefeso, nayo ni kuvumiliana sisi kwa sisi na kupendana. Kuvumiliana, to bear each other and to love, au bila kusema kupendana ni kuvumiliana katika njia ya upendo. Na swala hilo ndio nadhani ni msingi kwetu Kenya. Ndio tunaweza kuvumiliana lakini bila upendo. Ninaweza kukufurahisha, ninaweza kukuambia tu pamoja, tunakuja kusali pamoja, lakini katika roho sipo nawe. Na nikitoka nje tu ninaambia wale wengine vile ulikuwa unajionyesha, ulikuwa unaomba kwa sauti, ulikuwa unafanya hivi, ulikuwa unafanya drama, ulikuwa unajifanya mtakatifu. Basi mambo kama hayo nasema kule sio kule kuvumiliana. Kwa upendo ni kwamba umefungua roho yako. Unataka tuombe na wewe, uniombee, nikuombee bila kuona yangu ndio nzuri, yako ndio hii. Au katika haya matatizo tunapitia, unaweza kuona kwamba sala yako sio nzuri, unapitia matatizo makubwa. Na wale nje hawaendi kanisa, itakuwaje? Au mwingine unasema unaomba vibaya ndio unaona unaadhibiwa na Mungu. Hapana, kuvumilia kwa upendo ina maana kubwa sana. Ni kufungua ile roho, sio tu ili kama sisi binadamu, lakini ndani yangu kuna Mungu ambaye ndiye anawezesha nifungue ile roho, na kwa kweli naye ana njia zake. Ataacha nifungue roho yangu ili niaibike, nifungue roho yangu ili niteseke, kwa sababu wito ni wake, ndio ametuita. Kuna siku ya tatu itakuja ambayo tunaambiwa basi, na ndio katika mada kuu, mwili mmoja na roho moja, tuwe kimoja kwa amani, peace. Mafundisho ya madhehebu mengi ni amani. Na tukiangalia vizuri, kama madhehebu tungepatana, tutafute miradi ambayo ni ya kutafuta amani, hata masuala ya unaenda kanisa gani haitatokea. Hata masuala ya pastor wako ni nani haitatokea. Hata masuala ya rosari haitatokea. Utasali rosari yako, mwingine ataenda kesha yake, mwingine ataenda popote atakapoenda, ataomba vile anataka. Lakini tunajua katikati ya yote Kristo is the Prince of Peace. Na kila mmoja wetu katika wito tumealikwa kutafuta huyo Prince of Peace. Kwa hivyo ni ya tatu ambao ni mstari wa 3 wa Waefeso katika sura hiyo ya 4. Na kutakuwa na siku ya 5 na kila siku imepangwa ili kuwe siku ya 4. Kila siku imepangwa ili kuwe kuna mada ya siku yake, inaonyesha katika Biblia imetoka wapi, na kuna maagizo yanaelekeza kutokana na wale walioipanga wa Armenia, wakiangalia kila community ama kila jumuiya na njia zake. Alafu kuna swali la kuuliza ili kila mmoja ajitafakarishe, mimi ninachangia kuleta umoja wa Kristo katika sala zangu, matamshi yangu, mahali popote nipo. Na pia kuna sala ambayo tunajumuishwa sisi kwa sisi wote. Siku ya 4 ni katika yote yanayotokea tuweze kuwa na matumaini. Tusife moyo kwamba huyu ameanzisha kanisa karibu na kwangu. Tusife moyo huyu anahubiri kwa sauti kubwa hata mimi siwezi kuhubiri kwangu.
katika kuingiliana sisi kwa sisi, tutakuja kuona basi hata hakuna haja ya kuona ninazungumza kwa sauti kubwa. Hata kuja kuona ninahitaji watu warudi waje katika kanisa yangu. Hatutafuti numbers. Hatutafuti wingi. Tunatafuta value ama maadili katika maisha ya binadamu. Na maadili hayo yatatoka katika njia nyingine isipokuwa tumwangalie Kristo. Na tukiangalia mafundisho yake vizuri, tutaona kweli alitupangia. Ni tu tukanyange katika njia hizo, nyayo hizo, na tutaona hakutakuwa na mtu ambaye anaogopa kuishi. Siku hizi tunaona kuna watu wengi hata anaona aibu kuomba mahali kuna watu wengine. Anaona anataka kushukuru Mungu kwa chakula, anaona watu wanamwangalia, anaomba katika njia gani? Kwa sababu anaogopa wale wengine. Sio kwamba hajui kuomba, sio kwamba ni nini ama hana imani na Mungu, lakini anaogopa wataanza kumdharau, wataanza kumzungumzia, wataanza kumcheka na mambo kama hayo. Na jambo kama hilo haliwezi kuleta umoja. Kwa hivyo umoja ni tufunguke, kila mmoja aone wewe tumia njia zako, mradi tu unaheshimu zangu, lakini tuwe na umoja wa kuzungumza, hata tuombe pamoja mara nyingi, utaona tutatambuana. Na katika hayo nayo kuwa na matumaini ni katika sura hiyo ya 4 mstari wa 4. Naenda mbio ili wasikilizaji wangu wetu wasichoke. Na katika hiyo kuwa na matumaini natukumbusha siku ya Pentecost. Jinsi ilivyokuwa watu kutoka sehemu tofauti wakazungumza na lugha. Hapa sio sana atinalenga watu wanaongea lugha tofauti. Kuna ile lugha ya upendo. Sio kwamba unanielewa Jeni, lakini kwamba unaona siwezi kukudhuru. Unaona kwamba nikiwa pale umetulia, hata kama ulioni ninataka nini. Yaani kuna ile lugha ya binadamu kwamba nina mahitaji, ninataka chakula, nimechoka. Ndio tunaambiwa walipata nafasi. Roho wa kweli aliwashukia ili waweze kuyaangalia, aweze kuishi katika jambo hilo. Na ya siku ya 5 ndio tunaambiwa basi ni katika sura ya 4 mstari wa 5 kwamba katika Bwana mmoja, katika imani moja, na pia katika ubatizo mmoja. Mtakatifu Paulo anauliza mara nyingi, wewe ulibatizwa kwa jina la nani? Bila shaka tunasema katika jina la Kristo. Nani alikufa msalabani juu yako? Na akazungumza juu ya wale viongozi wengine, ni Apolo, ni fulani, ili aweze kuambia hapana, mlibatizwa katika jina la Bwana mmoja Yesu Kristo, na katika imani moja yake, na pia katika ubatizo huo ni ubatizo mmoja. Kuna mara watu wanavyosikia tukizungumza, tukiongea ama tukiomba, hasa wa Katoliki katika kanuni ya imani, naamini kanisa moja Katoliki takatifu la kitume. Pale Katoliki haina maana tu kwamba ni kwa sababu ya dhehebu ama dini, kwa sababu wale wa Kristo ambao wanasema wale watu wa padri. Hapana. Maana yake katika lugha ambayo imeandikwa nayo ilikuwa inaonyesha internationality, nationality, universality. Yaani sio tu wale kwa sababu ya dini fulani, kwa sababu ya Papa Mtakatifu. Hapana. Na tusipoangalia hivyo sana tunachengeka kwa sababu ya matamshi ama neno, vocabularies. Lakini tukiangalia ndani yake, napo ndio tunasaidiana. Umoja wa Wakristo ni ili kusaidiana katika mambo kama hayo. Mtu asione aibu kutaja jina Catholic. Akidhani ametaja Catholic, amejipendekeza kwa wale wanaenda kwa sababu ya mapadri. Yes. Hapana. Aelewe zaidi, kuna zaidi ya hayo. Na mafundisho makubwa katika siku hii, katika siku ya 5 ambayo ni imani hiyo moja na ubatizo mmoja kwa sababu ya Bwana mmoja, ni ili watu pia madhehebu waweze kuingilia ndani katekisimu yao. Kuna wale, na ndio changamoto kubwa sana. Unaona basi anajua kuna ubatizo na anapitia tu ili mtu abatizwe, na ni kama that is the salvation. Hatujafikia hapo. Na Paulo mwenyewe, na ndio kiongozi mkubwa, anasema no, bado tusafarini. Tunapiga mbio, taji bado. Yes. Na tukizungumza kwa undani bila kuongopana, mambo kama yatatokea na tutahamazishana katika njia. Ya 6, siku ya 6 ni basi Bwana ni mmoja na ni baba yetu. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 6, mada ya siku ya 6 ni mmoja na ni baba wa wote. Hana wale wazuri, ni yeye tu anaweza kuamua. He is the final judge. Wale wazuri wangu ni akina nani? Na kila mmoja wetu basi
tujihisi kwamba huyo ndio baba yetu. Hakuna yule ambaye ako na more privileges kuliko wale wengine. Na tukiangalia katika mafundisho ya kanisa sana, anatubariki tofauti. Mahitaji yangu ni tofauti. Hata mtu nyumbani, watu wanasikiliza, mtu na bibi na bwana wake wanaweza kuwa pale, wanabarikiwa tofauti, lakini wakitumia karama hizo zao vile walivyobarikiwa, wataendeleza familia yao. Lakini ukianza ni kama mashindano, utaona tu basi kuna wale watafikia kuona Mungu Baba, kuna wale anaopenda zaidi, wale wanatoa sadaka kubwa labda kuliko wengine, wale ambao wanaona wana maisha ya kidunia yanaelekea kuwa mazuri, wana furaha. No, ni baba wa wote, ana njia zake za kutubariki. Na vile ninaona kama yangu hayaendi vizuri, pia katika mstari wa 3 tuliambiwa tuwe na matumaini. Mambo leo yanaweza kuwa sio mazuri, kesho yatapata nafasi. Naam. Kuna watu ambao wanateseka sana, wakimbizi kwa mfano, watu wa ulaguzi wa binadamu. Lakini nimeona kuna watu bado wana ile serious, siku yangu itafika, Mungu anibariki. Lakini akaanza kusema Mungu anapenda wale ambao wakupata mateso kama mimi, hata ishi kesho. Na wengi ndio naona kata tamaa, wanajinyonga, wengine wanajitupa, wengine wanajiumiza na mambo kama hayo. Kwa hivyo kabla sijasema ya 7 ni kwamba basi tuangalie swala ili Mungu wetu ni mmoja, na tuamini kwamba sio wale, sio wa Armenia kwa sababu walituandikia, walituongoza katika liturujia ya mwaka huu. Sio wale kwa sababu Baba Mtakatifu aende kuwatembelea. Hapana, ni kila mmoja wetu. Mahali popote nilipo, hali yote nilio nayo, lakini nitambue Kristo ni ndugu ya kila mmoja wetu. Siku ya 7 ambayo ni mada yake ni basi karama za Mungu tunapatiwa wakati wa ubatizo wetu. Madhehebu mengi wametambua pia kuna kipaimara, siku Roho Mtakatifu anashukia kila mmoja wao. Tukumbuke Paulo anatufundisha vizuri katika Katekism kwamba wakati mlibatizwa mlipokea Roho Mtakatifu, na kama mlipokea, ishara ni gani? Matendo mnaotenda. Ili litufungulie tuone karama za Roho Mtakatifu ni tofauti kwa kila mmoja wetu. Ndio kuna mmoja anaweza kuona amepata, anaweza kufanya mambo mengi, lakini bila shaka ametumia moja tu. Kila mmoja ana yake, na sio kucompare, we don't compare ama kucompete. No. Ni ili tusitumie. Wewe usitumie kama unavyoweza katika kazi yako ya journalism, nitumie kama yangu ya kuhubiri na kufunza na kutoa sakramenti. Kila mmoja akishika kwake na ashike katika uaminifu, tunaona basi tutasimama hima, tutakuwa imara. No. Kwa hivyo ni kukumbuka siku hiyo ya ubatizo nilipata karama hizo. Je, ninasitumia? Nasitumia. Kuna njia nyingine na ni shaka kwamba wengi basi wanatumia katika njia ya ubinafsi. Wakati ninataka nikutishe, uogope, unitambue ni mimi nina uwezo, ni mimi Mungu ndio mimi anasikiliza. Mambo kama hayo. Na wengine basi wanauza zile karama. Kweli. Kwa ikifika pale basi tunaona unjatambua karama Mungu aliyokupea, ama amekupea na umeitumia vibaya, haitaleta wema kwako na kwa wale wengine ambao unaishi na wao. Ya mwisho siku ya 8 ambao siku hiyo itakuwa na imepangwa hiyo ni siku ya Jumapili, kuongoka kwa Paulo, the conversion of Paul. Iwe ni funzo kubwa kwa watu wengi. Maisha ya Paulo tukiangalia jinsi alivyotumiwa na watu, akapangwa, akawa ni mtu ambaye ana persecute wa Kristo, ana thurum, hana aibu ya kutenda hayo, lakini Mungu akatumia njia rahisi sana, akamnyang'anya nguvu zake, uwezo wake, akazibadilisha ili ziweze kumtumikia. Na kweli tukiangalia katika mafundisho ya kanisa na Biblia ni kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu. Jinsi alivyofanya na Farao, akamnyang'anya nguvu zake ili Waisraeli watoke. Ili mahali popote nguvu zake za Mungu ziweze kutambulika, akaona wale watu waliokuwa na nguvu amewanyang'anya, hawana jambo. Tukumbuke Daudi na Mfilistia yule Goliath, yule ambaye walitambua hawana namna, lakini Mungu wakati huo ambao anaona kama Goliath atashinda, akatenda maajabu yake. Ni kwa sababu Daudi wakati akakubali, anatumia karama, sio nguvu zake, ni za Mungu. Na hivyo siku hiyo ya mwisho ni kuangalia kila mmoja wetu
tukue na Kristo. Yeah? Na kukua zaidi sio kutembea tu peke, lakini to grow, to nurture our life, to nurture our faith in Christ. In Christ, sio mambo ya kidunia. Na mambo ya kidunia inakuwa ni stepping stone ili tumfikie maisha maadilifu ya Kristo. Alright. Na hapo ndio tunaona siku hiyo tunafunzwa sana ni yapi ambayo yanapunguza na kuwa kama vikwazo, kama vile corruption, lack of integrity, kutumiana vibaya, na mambo mengine kama hayo ambayo katika jamii hayafai: matusi, watu kudanganyana, materialism. Mimi niko kiongozi wa kanisa, lakini siangalii vile itawasaidia wale Wakristo wangu. Ile ninaangalia sana ni wananipatia nini. Kama ulivyosema, kuuza karama hizo haitampendeza Mungu. Na tukisoma katika Isaya, Waisraeli wakati walikataa kumpendeza Mungu, akawapa wale watoto wa Samueli katika hekalu, wakatoa sadaka sio ili zimtukuze Mungu, lakini wajitukuze wenyewe. Wakambadilisha kile kilikuwa ni sadaka kwa Mungu ikawa ni yao. Basi tunaona ilivyotokea, na walikuwa ni wa kwanza kufa. Sitaki kutoa hiyo kusema kufa ili iwe ni tisho kwa wale wengine, lakini iwe tu ni fundisho kwamba Mungu anatumia njia zake, labda sio katika njia ya kufa, lakini labda wale wafuasi wangu watakuwa wanakuwa kanisa, wataenda mahali pengine, kwa sababu wanaona pale hawaelekezwi katika njia ya kufa. Kwa hivyo hizo siku 8 mwelekeo ni huo, na maana yake ni kwamba kauli mbiu ya mwaka huu, mwili ni mmoja na roho ni mmoja, kama vile mlivyoitwa ni sisi sasa wale madhehebu katika tumaini moja na wito wetu. Naam, wow, Padre, asanti sana. Na tunapokusikiza ni mwongozo mzuri sana wa wiki hii. Na kwa sababu tunaadhimisha juma la 60 la kuombea umoja wa Kristo. Swali ambalo najiuliza, je, hii miaka yote 60 iwapo tungefuata haya mafundisho ya juma moja, kwa nini bado labda kuna changamoto? Kwa nini bado Wakristo hatupei nafasi kauli mbiu na miongozo kama hii ikatubadilisha tuwe wamoja? Na tayari umeshazungumzia kuhusu vikwazo. Tutapunga hewa, tukirejea tutazungumzia. Kumbuka tuko naye Padre Nicholas Makau, Consolata Missionaries. Tunazungumzia kuhusu wiki ama juma la kuombea umoja wa Wakristo ndani ya Radio Waumini, ndani ya kipindi cha Barizi na Waumini. Tunapunga hewa kidogo. This is Radio Waumini 88.3 FM. This is Radio Waumini 88.3 FM.
Sasa Wakristo tuungane, tuishi kwa umoja. Na tukiwa hapa naye Father Makau ambaye anatuongoza kwa mada mbalimbali na jinsi gani kama Wakristo tutaweza kuishi na kuweza kuombea ama kushikamana pamoja kwa maombi katika juma hili la kuombea umoja wa Wakristo. Basi Padre, kabla hata tuende kwa mambo ambayo yanatuzuia kuishi huu umoja, pengine ni vipi tutaweza kuishi huu umoja bila kupoteza utambulisho wa madhehebu yote, madhehebu yetu, samahani, bila kupoteza ule utambulisho wa madhehebu yetu. Kwa mfano, Wakristo wa Katoliki, are we ready for this? Na bila kuwa na hofu ya kwamba tunaweza kupoteza nini? Ile identity yetu. Kwa sababu najua labda ukizungumza kuhusu changamoto hilo litajitokeza, tunaogopa pengine, sijui. Si wa Katoliki pekee, lakini Wakristo wote kwa ujumla. Ni kweli na nadhani hiyo ndio changamoto kubwa kwamba watu wanaogopa. Basi tukianza kuomba pamoja, sasa mimi kama Mkatoliki, mimi kama AIC, mimi kama, lakini katika majina hayo yote hayana maana kama kweli sio Kristo. Na wito wangu na wasi wangu kwa Wakristo, hasa sisi wa Catholic, ile inaweza kutuzuia tuendelee kuwa wa Catholic, kuna ile tunasema doctrine na ambayo tunaipata katika mafundisho yetu ya catechism. Wale tumepitia katika catechism yetu, unaelewa kwamba ya msingi ni ya maana ni kwamba wewe uishi kama vile Mungu anavyotaka uishi. Na nia yetu ni kuishi na Mungu. Mwisho wa kila kitu ni kuishi maisha ya kimungu na kuambatana na Mungu. Kwa hivyo tunajua kuna katika doctrine ambayo ni mafundisho muhimu, na doctrine hapa sio tu nia ya kusema kama conservatism ama kama njia moja ya kujifungia mahali tunatokezea tu wakati tunataka wengine watuone. Hapana, ni ili identity, kujitambulisha, kwamba kutambulika kwamba imani yangu kipengele muhimu, pillars ni kama sisi sacraments, sacramental life, communion, kama utambulizi kwamba mama wa mkombozi ni Maria, na she was a virgin from the beginning to the end. Kwa hivyo tukishikilia hayo, hakuna mahali itafika mahali tuone wale wengine kama wana njia yoyote, kwa sababu ni katika hiyo sakramenti yetu kuna the communion. Sio communion tu kama vile wanasema Eucharistic, kwa sababu Eucharistic pia is the thanksgiving kwa pamoja. So tukifuata mafundisho yetu, tukiishi doctrine zetu kwa uzito na kwa undani, hakutakuwa na njia ama tunaongopa kwamba kuchangamana na wengine tutajipoteza. Na ya pili ni kutojitetea. Kule kutojitetea, kwa sababu ni pale wakati mtu anataka kujitetea, unaanza kusema mambo ya uongo, unaanza kufanya mambo nusu, unaanza kutaka kujionyesha. Na sisi wa Katoliki hasa hatunja imani yetu ama ubatizo wetu sio wa kujionyesha, unyenyekevu, uvumilivu. Ule uvumilivu ambao sio tu kwamba ni kama ujui, lakini ni kwamba unaishi kadiri inavyofaa kuishi. Na ya tatu, labda ni mengi, lakini ya tatu, ili utambulisho wetu usipotee, ni jumuiya zilizoanzishwa kusali kwa pamoja. Vikundi vya kanisa, nurturing one another through their sharing, kuzungumza, kuomba kwa pamoja. Mtu aseme Mungu ako kila mahali, naweza kuomba hata nikiwa kwa room yangu, naweza kuomba nikiwa kwa gari. Ni kweli unaweza kuomba, lakini kuja kwa pamoja, uzoea kuishi na wale wako wa Catholic, itakuwa ni rahisi kuanza kuishi na wale wengine. Ukiangalia huyu hata labda hajui kuomba baba yetu, ukimwambia tumie Biblia ombe, hajui, itakuwa ni rahisi ukimwelewa kuelewa yule mwingine anatafsiri kulingana na dhehebu lake. Na wito kubwa ni tuanze tu katika jumuiya zetu, na ninashukuru kuona jumuiya zetu zimeshika vizuri katika Kenya, kwamba watu wanaingia katika jumuiya, na hapo wazi utaona wale ambao wako kwa jumuiya ama vikundi vya kanisa, si rahisi sana kuona kama wamepotea katika kuchangamana na udhehebu. Alright. Basi hiyo ikiwa ni baadhi ama ni mojawapo ya zile changamoto ambazo na vikwazo ambavyo vinazuia kuweza kuachieve huu umoja wa Wakristo. Labda kuna changamoto zingine na vikwazo vingine? Katika experience yangu ya miaka hii yangu yote kama padre, na nashukuru mwaka huu nimefikia mwaka wa 30. Ni kwamba Wakristo wanaogopa, na sio watu wa Catholic tu peke, Wakristo wengine ambao
tumezungumza wa madhehebu tofauti tofauti, hasa katika ndoa za muungano ama ndoa za madhehebu interdenominational, kwa sababu wanakuta katekismo ya bwana ni tofauti kwa sababu ya kanisa lake, katekismo ya bibi ni tofauti na wanakosa njia ya katikati kuishi Ukristo wao, kuishi imani yao. Kuna bado changamoto kwa sababu katika familia kuna bado madhehebu wanakubali abortion ni sawa, kuna wanakubali the use of contraceptive, na ukuta sasa msichana huyu anakutana na kijana ambao kanisa lake halina shida na hilo. Hapo litakuwa ni changamoto, na hapo ndio changamoto ya umoja wa madhehebu unafikia, kwamba ni afadhali niachane naye kwa sababu mafundisho yake na yangu bado ni tofauti. Tunapozungumza, nadhani changamoto kubwa sana kwa maombi kama haya, wiki kama hii, na ndio naomba kama tuongeza kujitokeza wazi, hasa viongozi wa kidini, kama masuala ya same sex marriage. Kuna madhehebu hayana shida, wanakubali kuwabariki, kufunganisha ndoa, mambo na all those moral issues. Kuna makanisa hana shida, lakini swala ni kwamba katika misingi ya Biblia mafundisho haya yanatoka wapi? Katika mafundisho ya uumbaji yametoka wapi? Na ndio sasa wale experts wa theolojia, bila kusema ni wa kanisa hili na hili, wakae chini ili wafunzane, sio kuvutana, kufunzana. Na hapo itakuwa changamoto moja limejitokeza, limejiondolea. Ya pili, na hapa naenda haraka, ni kwamba materialism ambayo inakuja na mambo na prosperity. Kuna makanisa kwamba kweli unaona anafundisha watu kama wewe ni maskini hauna nafasi kwa Mungu. Na mafundisho ya ili tutapata ule utajiri au maisha mazuri hapa duniani ni kukosa integrity, ni wizi kwa njia moja au nyingine, ni kudanganya watu wale wengine, ni ushirikina na mambo kama hayo. Unasikia mara kwa mara huyu ni Mkristo, unasikia ako na pepo, ako na hizi, na kuna wale wanaendeleza mambo kama hayo. Na ule ni ubinafsi, ule ni tamaa ya mali. Na kweli kama swali hilo lingezungumziwa vizuri, kama washikandao wa viongozi wa madhehebu tofauti, basi na pia katika mazungumzo yao kuwe na honesty, honesty, kwamba tukifika katika meza ya mazungumzo sizungumzi nusu na nusu ile ingine ni yangu pale peke vyangu. Ninatarajia nione mnasema nini, basi nichukue yenu nikaenda. Hapana, mambo kama hayo. Ya mwisho nyingine ni kufundisha ama kuhubiri ama kufungua makanisa kama tunashindana. Kristo ako mzuri hapa kwangu, sio pale kwa yule mwingine. Kristo hapa atakuelewa vizuri kama uko kwangu kuliko kwa yule mwingine. Tulisema baba ni mmoja wa wote, niwe wapi ama pale pengine. Na unguided and unbalanced fragmentations, yani tumekosana na wewe sasa, nalikuwa catechist na wewe ndiye padre wa hiyo kanisa, basi naenda nifungue yangu nyingine. Hapana, the dialogue comes in here now, kwamba kukosana hizo sio swala kubwa, na ndio kukosana kwetu kusiwe ni basi kuchukiana, ama ni kufungia Kristo asiingie katika nyumba za wengine, asiingie katika maisha ya wengine. So kwa hayo na mengine, najua changamoto ni nyingi, kitegemea mtu kivyake. Wana youth wetu vijana wana changamoto sana, wanaona makanisa yale ya zamani, traditional churches, they are boring. Lakini pia wanapoenda katika makanisa mengine tunauliza, what value are they getting? What novelty are they getting? What teaching they can stand for? So they are only happy kuna novelty in music, novelty in the modern day. Now they will not continue being youth forever. When they are 30 and 40 and they cannot entertain that music, they cannot entertain what is it? Na mambo kama hayo. All right.
Wow, padri, bila shaka ni mambo mazuri ambayo tunajifunza jioni ya leo, na natumai ya kwamba huu mwaka utakuwa tofauti tunapopiga steps kuelekea kuweza kuishi huu umoja na kuweza kujenga umoja wa Wakristo. Tunaomba kwamba ilikuwa ni adhimisho la juma la 60, at least kutakuwa na mabadiliko, maanake tunaendelea kujifunza na kuendelea kutia bidii. So ni muda ambao umetuenjoy. Otherwise tungeendelea kujifunza na kuzungumza zaidi. Asante, mimi nimeshukuru kwa nafasi hiyo. Naam. Na pia kupata nafasi ya kueleza experience yangu kama Mkristo pia na kama kiongozi wa kanisa. Naam. Hivyo basi padri, ukiondoka naomba utubariki, kisha ukirudi pale Consolata wasalimie. Tutawasalimia wote, asanteni na naombea kazi njema pia. Mwanzo mwaka huu kama tumaini hayo, tuwe kimoja wote. Asante. Basi mbele ya Mwenyezi Mungu tunanyenyekea kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, tunapoadhimisha wiki hii tukitafuta wema wako na jinsi ulivyotuumba, jinsi ulivyotaka na nia yako kwamba tuwe familia moja, tuwe watoto wako bila kuwa na utengano wa jambo lolote lile. Bariki wiki hii, bariki wote watakaopatana kuzungumza ama kuomba pamoja. Bariki nia yao njema, na pia tofauti zote katika wema wako Mwenyezi Mungu uweze kuziondoa katikati yetu. Tuma karama zako utukumbushe na tusipate tena kwa wingi, ili tunapotambuana Mwenyezi Mungu tutumikiane, tuhudumiane, ili tuweze kurudisha wema wako, familia yako, kanisa moja ambao tunaombea mahali tofauti katika njia tofauti, lakini nia ikiwa ni moja, mwili mmoja na roho moja ambao ni wewe tunaokutafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amina. Baba Mungu Mwenyezi, wote popote walipo, wote wanaoadhimisha wiki hii katika mazoezi kidogo kidogo ili kuhamasisha umoja wa Kristo, na wabariki, walinde na uwakinge siku zote, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Amina padre, asante sana. Thank you. Right. This is Radio Waumini 88.3 FM.